jambo la tatu, Mheshimiwa Rais, utuwie radhi. Wiki iliyopita tumepata dosari kidogo katika mkoa baada ya mmoja wa wawekezaji wetu kutoka jamii ya Wachina kuuawa katika eneo lake la uwekezaji. Mheshimiwa Rais, jambo hili tunafahamu namna ambavyo linaweza kupelekea kasoro kubwa ya kidiplomasia na mahusiano yake, lakini Mheshimiwa Rais, naomba nikuthibitishie chini ya viongozi wetu na chini ya jeshi la polisi katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, watu wote hao watakamatwa. Tunaye Sakapu Mlilo, naomba simame na umthibitishie tu Mheshimiwa Rais kwamba wote watakamatwa. Lakini si yeye tu Mheshimiwa Rais, ndani ya mkoa huu najivunia ma-RPC watatu: Sakapu Malulu, Sakapu Mgonja, Sakapu Kitinku. Wote naomba msimame ili Mheshimiwa Rais aweze kuona. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, hao anajivunia nao, wanamsaidia kazi kubwa sana Sakapu Mlilo, na nataka nikuthibitishie kwamba hao wote waliofanya hivyo watakamatwa. Lakini jambo la nne, Mheshimiwa Rais, yanapotokea mambo kama haya, tumeendelea kutoa elimu kubwa sana kwa Watanzania kwamba linapotokea jambo la namna hii, jamii yoyote ile ambayo tayari ina majawabu kuhusu jambo lililotokea, watoe ushirikiano kwa jeshi la polisi na vyombo vyote vya usalama ili masuala mengine yaweze kuendelea. Sio busara wala akili kuanza kumnyoshea kidole mtu ambaye hajahusika moja kwa moja na jambo hilo. Mheshimiwa Rais, jeshi la polisi ni muhimili mkubwa sana katika taifa letu, na ndio maana inaitwa cohesive apparatus of the state. Hizi Mheshimiwa Rais hazijaanzishwa kwa ajili ya manufaa yako wewe, zimeanzishwa kwa ajili ya manufaa ya taifa, kwa sababu taifa linahitaji ulinzi wa watu na ulinzi wa rasilimali. Mheshimiwa Rais, baada ya kusema haya, naomba utembee kifua mbele kwamba mkoa wetu wa Dar es Salaam ambao ni mkoa mkubwa wa kidiplomasia, mkoa mkubwa wa kiuchumi, mkoa mkubwa kwa demografia ya watu, uko salama na utaendelea kuwa salama leo na hata baadaye, na wala hatutatishika hata kidogo dhidi ya vitu vyote ambavyo vipo kwa ajili ya kutikisa amani ya mkoa wetu. Mheshimiwa Rais, baada ya kusema haya, na kushukuru sana, na Mwenyezi Mungu aendelee kukubariki ili uendelee kutuongoza taifa hili katika kipindi hiki kipya ambacho umepewa ridhaa kubwa ya Watanzania kuweza kutuongoza. Dr. Samia hoye!